Dunia ikiadhimisha siku ya kina baba, viongozi wa kidini na wa kisiasa humu nchini wamewasifu kina baba wakiwataja kuwa nguzo muhimu ya familia na jamii. Leo hii tunachimbua historia ya siku ya kina baba, jinsi siku hii ilivyoanza kuadhimishwa katika taifa la Marekani baada ya wanaume 362 kupoteza maisha katika ajali ya timbo. Tazama. Siku ya kina baba duniani ilianza kuadhimishwa mwaka wa 1908 wakati ambapo Marekani Grace Golden Clayton aliamua kuwakumbuka wanaume 362 waliokufa kutokana na ajali ya timbo iliyofanyika Disemba mwaka wa 1907. Maadhimisho haya yalirejelewa tena miaka miwili baadaye pale ambapo Marekani mwingine Sonara Smart Dodd aliyekuwa akivutiwa na baba yake aliyewalea watoto 6 peke yake alipopendekeza wazo la kina baba kusherehekewa. Siku ya kina baba ilitambuliwa rasmi huko Marekani mwaka wa 1916 na rais wa Marekani Woodrow Wilson na ikapigwa jeki na rais mwingine wa Marekani Calvin Coolidge mwaka wa 1924. Rais wa Marekani Richard Nixon ndiye aliyeifanya kuwa siku hii sheria mwaka wa 1972. Hivi sasa siku hii huadhimishwa kila Jumapili ya 3 ya mwezi wa Juni katika zaidi ya nchi 70. Kuanzia Nairobi hadi New York, familia zinawaadhimisha kina baba kwa upendo na shukrani. Viongozi wa taifa la Kenya wameungana na ulimwengu mzima kuwaenzi akina baba. Rais William Ruto amewataja akina baba kama nguzo za familia na wajenzi wa taifa, huku mama wa taifa Rachel Ruto akiwahimiza wanaume kuwa viongozi wa kuigwa waliojaa upendo na maono. Kiongozi wa ODM Raila Odinga pia amewasifu kina baba akisema kuwa ni mabingwa wanaowalea wana wao katika mazingira magumu. Katika ibada nyingi za Jumapili ya leo, kina baba wametambuliwa na kuhamasishwa kuendeleza nafasi yao muhimu katika jamii. Katika siku hii ya International Father's Day, ningependa kuchukua nafasi hii kuwaenzi na kuwaombea heri na baraka akina baba. Na tunawapenda sana wale wote ambao Mungu amewajalia zawadi hiyo, na tunawaombea waige mfano pia wa Mtakatifu Yosefu baba. Dunia inavyoadhimisha siku ya kina baba, ujumbe mmoja umejitokeza wazi kwamba baba kwa namna yoyote ile wanastahili kuheshimiwa, kuungwa mkono na kutambuliwa. Elimelek Mudori, Runinga